kwa jinsi ya Kristo. Yaani kuna mambo ambayo yalikuwa yanafundishwa na walimwengu, lakini muasisi ya mafundisho yale si nani? Si Yesu Kristo. Ni mafundisho ya uongo. Colossians chapter 2 verse 8. Naam. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madangano matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Kuna elimu ambayo watu wamekuwa nayo. Kuna wengine wamekuja na elimu ambayo inasema ya kwamba Mungu hakuumba. Na pale unapoangalia Mungu hakuumba mwanadamu, bali mwanadamu alifanya nini? Mwanadamu alitoka na wapi? Nimeuliza swali. Wanasema mwanadamu alitokana na mnyama, si ndio? Alitokana na X. Kweli? Ama tubii? Kitu kadogo. Mbona mzee? Naomba mtu aliyeongea kwa microphone aseme mwanadamu kama jinsi ile ambayo ulimwengu unafundisha, mwanadamu alitokana na nini? Kuna theories mbili tatu ambayo inazungumzia the creation of man. Moja ni evolution. Ambapo tunaambiwa kwamba tulitokana na X. Tulitokana na X. First one mpaka ya mwisho ambao ni Homo sapiens sapiens. Ya pili kuna scientific theory. Scientific theory ambayo inaleta mwanadamu, mwanamke, can even have the test tubes, bado mtu anakuwa anazaliwa. Hizo ni theories. Kisha kuna ya Mungu ambaye ni creation theory ambayo ilifanyika na Mungu mwenyewe. Sasa kwa matope. Ukweli ni gani? Ya tatu, ya pili, ya kwanza? Ya tatu. Sasa kuna watu ambao wanaendeleza hizi zingine mbili.